investigation. Ba fungula drapeau na 19h kumwanga. Komanda hata sasa hivi ile kwa reglement kani? Drapeau na 19h yoko ile mwana lazifanyikana. Komanda pana yake maneno yako narudia kwake. Drapeau ngali mpaka sasa iko drapeau ya wapi? Iko ya groupement chini. Iko groupement kwenda angalia position. Zamani batu muteli kama batakutandika abu fingo. Iko narudia fasi nye. Ile bana fungula kwanja. Baroza Kambiste na Desire Muchangie Mungu natusikiliza kwa asubuhi ya leo. Desire Muchangie kwa crowd itere tutana chakuku mtumbu kule na mavone babo bila kufuata sina mwalimu kule. Linda like vile anasema wanapata sila professeur Itape. Toko naenda sasa kwa Mombasa. Ndio, Gilbert Jailo. Sami Okapi kwa Mombasa habiendeki. Kiana moya ya miaka 22 ana viole mtoto ya miaka moja na mwezi 11. Yani 23 mois. Sami Okapi kwa Mombasa habiendeki. Anakamata mtoto letanga kwa atelier, anaenda ne kumungini. Lakini babake ya mtoto ndakuta mtoto ile yako nalia. Bapeleka mtoto kwa dawa, bana viole mtoto. Kiana ile hata sasa iko ku prison kwa Mombasa. Sami Okapi atasema nini juu viole? Ndio kwanja. Ile pana uzinifu. Ile pana upuuzi. Ile pana demoniaque. Voilà. Ile pana majaribu. Leta jina. Ile pana maneno kutushangaza. Papa ya kukomea na mtoto kidogo. Batu ya Ituri muwe macho. Mombasa ona fa confusion na ya madoni ni ulikuwa tafuta ya mado njoo nenda pata mtoto kidogo ile nini? Ifo kujifunza mbali na kuchunguza. Tuombe Mungu kama acte namna inanjikana. Ile pa normal Jailo. Vraiment kitu kuregrete sana. Ile pana maneno ya sawa. Mombasa. Territoire Mombasa. Batu ya Mombasa. Ile kwa familia nani? Batu ya Mombasa ko danser na violence. Batu ya Mombasa atulafikisha mtu wa Mombasa hapa tunda bunya. Ushuda ko to violence. Kapita ata tena kwa bakubwa tu. Batu mpaka wana problem. Bajale mais mtu wa Mombasa ko violence. Ma forestier. Ngalia tu bitu banafanya panda sida bunya. Si babo tu. Tuombe Mungu banduku. Tena babo pana na bati. Bata Mombasa kama nenda fatu violence. Babo tumika ya gbata babo. Jailo. Jana bata Mombasa barafika na ndizi hapa. Yeye alikuwa na ndizi, mwingine alikuwa na ile bitu mchungu mimi naona bakunya pombe njo bazikula. Ngombolia. Yeye alikuwa na ngombolia. Na mimi naona kifakia play. Kumbe biko nafaa déchargement ya muziki wake bangongolia oku babo baenda kutana ku hotel mwanzinga kule kuyambi ku hotel mtu Mombasa alifika kutafuta tu muziki ile mtu Mombasa nyeko aishi ndabunya patangia mbele alifika kutana muziki ile basi muziki aliko muziki Mobutu yeye vile liishi wapi ku Mombasa jana na yua makali na 13h Koliko bajeshimishana kati hapo bachunga secret benda kala ta ku table round cool. Bananja box. Bata Mombasa tu. Leo tu unasema tena bata Mombasa ile banaenda tu mtoto kidogo kwa atelier na beba saku mtoto yake. Hivi Samia papi. Wewe acha mtoto yeye pana probleme. Kumbe unaenda kalanga ndio mtoto. Yeye anachoka kefeba akute pale na itika maneno yote ndio haki. Basi Samia Okapi iko Mombasa tu. Iko pungu, iko nini? Mimi nasauliza maneno. Est-ce que pana iko conditioning? Zero condition kwamba mtu normal hawezi kitu mderele. Ile bata sema njo je mtoto wa 23 mois. Iko miaka moja na mwezi 11. Mtoto ile bata je. Jailo bata Mombasa tu. Bata Mombasa ngine sibonje ba avion na babu hapa. Avion nafika beba watu wengine hapa Mombasa. Ndabo Kishasa.
Hivyo Sami, kitu tutasema kwa hivyo ndio vraiment iko napenda wakati Mungu afanya kitu mterele mwanja waza kwa mbali. Mungu afanya mambo kwa sababu ya nini? Sasa kama kwa mtoto yako ndio anatendea kitu mtere ile, wewe utasema nini? Tena Jailo Kama vile fasi mtu Jailo ngalaba ta Mambasa yenyewe. Iko sababu unaona vitu yenyewe normal. Sekretari ya Kolembe na vile vile Kolembe Mamba na Mama Ruta nyinyi wote mko kusimbilia bo. Mko natusikiliza très bien. Ingine iko batu ya ba autochtone. Na vile vile ingine iko ndugu Lobos Isenge. Nyinyi bote asubuhi njema kwenu ba autochtone yote pale benye kuna pasola plantation. Hata CP Banga vile kafata si pale ya Transcom Kunizi pamoja na Sadama ile kwa background auditeur yetu na ba Yves na ba JP ba Wamara ile yote kwa background auditeur yetu para ba Nyarkose tu. Tunakumbuka kwanza Dr. Cheruse unatufuata asubuhi ya leo Ile background auditeur yetu ingine kwa batu ya parking ya Grand Marché Central. Mimi naona batu naanza kuheshimu tangia mzee Fimbo Lebilie alileta order gari yote ingie pale. Mimi naona batu biko na heshimu hivi aksida nanja kupunguka hapa ku Grand Marché ku monima ya samaki. Vile vile mzee Rukidi Paul aliona batu wote baingize gari njo pale. Voilà. Tuko kukasegwa Gilbert Jailo. Samio kapi usika ukucha leo. Ndio. Bandi mwana anaingia kukioski biko na uzisa mpombe. Anaingia anaiba kitu franga. Anaacha pombe. Yepa anakuza kitu kingine lakini franga tu anaiba ki. Ile kwa bandi mutereka ni Samio kapi mpaka sasa batu ko alert. Ukasegwa pale habiendiki na babandi. Hii tutasema na bakiana kasegwa bakuwe macho. Sasa kwa wakati moja matata sana. Samio kapimi pa hiyo kama utasema nini juu ya muhizi ile pale Kasegwa. Ito Kasegwa hivi. Turudilie kwa message ya burgomestre nambari ya kwanza ya commune Shari. Ndio mwenye banamuita kwa jina mheshimiwa Agenonga Udaga Foste. Alisema bakiana muwe macho ku commune Shari. Ndio muuze basifle ku nyumba yenu. Kama unaona mtu mwako sispe hapana kuficha ficha yeye. Leta yeye mkono mkubwa fulani ba president de jeune iko mtumike ya collaboration unatia sifle yako unakamata bido. Kama unaona mtu le mavalio yake iko sura nyo pale unaka yeko nafingana kati ya mwingine, leta yeye mkono ya batu benye banastahili. Voilà. Ile njoo batajifunza maneno yake. Kama haki yeko muibi, muibi atapeleka vile karibu ya polisi. Batapeleka kupeleka yele. Hapana justice populaire. Nakatala Ile kubitu mbaya. Mimi nakumbuka Dr. Bill kwa sababu Dr. Bill analeta bonisi kubwa sana huko mtakatifu ya haki. Analeta bonisi na hospitali yake hapa. Ndio. Hospitali ya Muzipera anasema mtu siku bataopereka mtu moja Jailo. Ipo mtu mapendo iko. Kama bana opere mtu moja, operation ya kwanza kwa ya bole bata supporter mama ile tangia mwanzo mpaka mwisho. Ile kwa mazungumzo ya Dr. Bill. Ile kwa mapendo mudera kana yaonesha. Ndio ninakumbuka njalenga ile kwa president de jeune Innocent Mulongo Kolopa vile usalimiki ya Makile Pop pamoja na mweka kwa kiki bila kwa vile president de jeune ya Kasegwa Olivier sabu asubuhi njema kwenu. Mama pasta unatufuata kule kusalongo MPD Mapendo Kulopa huko mtu wa Barcelona na vile vile komanda ya Barcelona unatufuata na komanda Maki ku Central Ethiopia. Couple Jean Baptiste ya DGRP na salimia wewe na couple Jean Baptiste ya Koloman asubuhi njema kwenu. Nafunga na Bonheur Pacifique. Ciao. Matin, il est 6h30 ici à Paris, 5h30 en temps universel. Magali Lagrange. Avec Alexis Guilleux pour le journal. Bonjour Alexis. Bonjour Magali, bonjour à tous. L'UDPS a rendu hommage à Étienne Tshisekedi en République démocratique du Congo. Mais un an après la mort de sa figure historique, le grand parti de l'opposition apparaît plus divisé que jamais. La RDC qui poursuit ses négociations avec la Belgique et l'Europe. La situation diplomatique s'est refroidie ces dernières semaines. En témoigne la fermeture temporaire de la maison Schengen à Kinshasa. À suivre encore, le Haut Commissariat aux réfugiés s'inquiète d'une violation du principe de non-refoulement, préoccupation du HCR à l'égard d'une cinquantaine de séparatistes camerounais renvoyés dans leur pays par le Nigeria. On reviendra également sur la visite d'Emmanuel Macron en Tunisie. Il vient d'y passer les 2 derniers jours.
Beaucoup d'annonces, de promesses, mais peu de convaincus chez les Tunisiens interrogés. Et puis un peu de musique à la fin de ce journal avec le dernier album de la Guinéenne Sia Tolno. Et juste après votre journal, Alexis, on retrouvera l'invité de Christophe Boisbouvier, Vera Songwe, économiste et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle parlera lutte contre la corruption en Afrique. L'UDPS tente de se remobiliser en République démocratique du Congo. Le parti a rendu hommage à son leader historique hier, Étienne Tshisekedi, décédé il y a un an tout juste en Belgique. Une messe était organisée en la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa avant une rencontre entre les cadres et les militants du parti à Limete. L'UDPS, divisé, se cherche un nouveau souffle alors que les récentes manifestations en RDC ont attiré moins qu'espéré. C'est donc sous le regard du Sphinx que les militants se sont remémoré le parcours d'Étienne Tshisekedi. Reportage Florence Maurice. Je suis Tshisekedi, je ne mourrai pas avant la victoire. Je ne mourrai pas avant la victoire, repris en chœur. Et au micro, maître Joseph Mukendi, compagnon de route d'Étienne, tend à ne pas baisser les bras, quand bien même il se sent orphelin. Des personnes qui pensent qu'avec la mort de Tshisekedi, le combat s'est arrêté, se trompent. Parce que l'esprit de Tshisekedi, notamment ses valeurs qu'il nous a incarnées, nous les avons tellement intériorisés qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul Tshisekedi, il y a des millions de Tshisekedi qui peuvent continuer ce combat dans la dignité.